Kwa majina naitwa Pamela Masai, ni katibu mkuu wa Baraza la Wanawake wa Chadema Taifa. Niko hapa nyumbani kwa hayati mzee wetu Edwin Mtei. Tumekuja kwa ajili ya kukiwakilisha chama. Tuko hapa na wenzangu, tunaendelea kufuatilia kwa karibu, lakini pia kushiriki na familia katika maandalizi ya kumpumzisha muasisi wetu wa chama ambaye ametutoka siku 2 zilizopita, na maandalizi yanaendelea vizuri. Kama chama tunashiriki kwa karibu sana, kwa sababu kama mnavyofahamu mzee wetu Edwin Mtei ni muasisi wa chama chetu, ambaye kwa bahati nzuri au mbaya, siku moja kabla ya chama chetu kufikisha miaka 33 aliaga dunia. Lakini pamoja na kwamba ameaga dunia tukiwa kwenye karibu na kilele cha maadhimisho ya miaka hii, sisi kama wanachama tumeendelea kuishi yale ambayo alikuwa akitusisitiza, lakini tunaendelea kumwenzi kwa mambo mbalimbali. Na kama mlivyomsikia makamu mwenyekiti wetu wa chama taifa, Mheshimiwa John Heche, ameshaelekeza na alisema maelekezo ya chama kwamba tutakwenda kumwenzi pia kwa kuanzisha chuo maalum kwa ajili yake na kupambania kile ambacho alikiamini. Na kingine ambacho tumekuwa tukikizungumza sana hapa na tunakiona minong'ono mingi ikiendelea, watu wengi na Watanzania tumeona na kutambua umuhimu wa mzee huyu na mchango wake mkubwa ambao ameutoa kwenye taifa letu, kwa watu binafsi, lakini pia kwenye taasisi mbalimbali za umma, lakini taasisi za kimataifa ambako alihudumu kadiri ya historia inavyoonyesha. Lakini kikubwa zaidi, sisi kama wanachama tunatambua mchango wake wa kuchangia katika taifa hili kwenye masuala ya demokrasia. Aliona umuhimu wa taifa letu kusimama katika kupambania demokrasia ya kweli, na ndio maana aliweza kusisitiza na akaamua kuanzisha Chadema ili sasa kuwe na chama ambacho kinaweza kuisimamia serikali, kuishauri, lakini kuikosoa pale inapobidi. Na malengo makuu ilikuwa ni kwa ajili ya kujenga maendeleo ya taifa. Lakini malengo makubwa kabisa ya Chadema, mzee wetu huyu aliamini kwamba kama hakutokuwa na mabadiliko ya kweli katika taifa au hakutapatikana haki ya kidemokrasia katika taifa letu, basi Chadema inaweza kusimama kama chama mbadala ambacho kitasimama na kuwaongoza wananchi, kwa maana chama dola. Na sisi tunaendelea kusisitiza umuhimu wa Watanzania kuendelea kuiunga mkono Chadema, kwani Chadema inasimama katika kupambania haki, utu na usawa katika taifa hili ambao tumeona kwa muda mrefu. Pamoja na changamoto zote ambazo tunapitia, mmeona kukiwa na heka mbalimbali ambazo zimekifanya chama kikaingia kwenye changamoto, lakini wanachama pamoja na viongozi waasisi wake wengi tumeendelea kusimama imara. Na hata mzee wetu hayati Edwin Mtei alisimama katika kuendelea kupambania hili, na amefariki akiwa bado ni mwanachama hai. Hivyo basi sisi kama wanachama, lakini Watanzania, tunaamini yeyote anayeamini katika kile ambacho mzee wetu alikuwa anakipambania, hasa haki ya kidemokrasia, tutamuenzi kwa kuishi yale ambayo amekuwa akiyapigania, na kikubwa zaidi tutapata mabadiliko ambayo yamekuwa yakidaiwa kwa muda mrefu, kupatikana kwa katiba mpya, kupatikana kwa mabadiliko na maboresho mbalimbali ambayo yamekuwa ni kiu na madai ya Watanzania kwa muda mrefu. Hivyo naendelea kusisitiza umma wa Watanzania kwa ujumla uendelee kuunga mkono Chadema, kwani kile ambacho tunakipambania kwa maana ya demokrasia ya kweli bado hatujakifikia. Lakini kwa sababu tunaamini katika nguvu ya umma, tunaamini nyewe mtakuja kumwenzi mzee Mtei kwa kile alichokiamini na kuunganisha nguvu kwetu ili tuweze kufikia malengo tuliyoyatamani. Kikubwa ambacho Chadema itakifanya
nikiwa ni miongoni mwa wanachama lakini kiongozi mwandamizi kwenye chama. Kwanza tutaendelea kutoa elimu ya uraia, kwa sababu elimu ya uraia itawasaidia Watanzania wengi kuendelea kujitambua, lakini kujua haki na wajibu wa kila mwanadamu ambaye amezaliwa katika taifa hili, na kuendelea kusisitiza kwa vijana kujijengea ujasiri wa kuamini kile ambacho wanakisimamia. Na kikubwa zaidi ambacho tutaendelea kukifanya sisi kama viongozi, lakini pia watu ambao tuna dhamana, ni kuishi katika kweli na kuendelea kutenda haki, huku tukionyesha jamii ya kwamba yawezekana kabisa kwamba tukipewa nafasi kama chama mbadala tukawa ni suluhisho la changamoto za Watanzania. Kwangu mimi, ukiniuliza ndani ya chama kwa sasa, nitamzungumzia mtu ninayemfahamu ambaye hakutokea chama kingine, ambaye ni makamu mwenyekiti wetu wa chama taifa, Mheshimiwa John Heche. Na ninamzungumzia hivi kwa sababu tuna historia naye. Tumekuwa naye tokea wakati amekuwa kabla hajawa kiongozi, lakini baadaye akawa mwenyekiti wetu wa BAVICHA taifa. Miongozo yake, misimamo yake iliendelea kutupa sisi nguvu, na mpaka sasa anaendelea kuonyesha ni namna gani na ni kiongozi wa namna gani, yani ubora wake tunauona, na kwa namna ya maongezi yake mpaka sasa anaonekana ni mtu ambaye bado hajayumba, na hivyo naendelea kusisitiza yawezekana akawa ni miongoni mwa watu ambao watayaishi maono au tabia za mzee wetu hayati Edwin Mtei. Kwa sasa Lissu naye ni mtu ambaye ana misimamo mikali mizuri sana yenye tija, lakini umeuliza ambaye hajawahi kutetereka. Nikizungumzia mwenyekiti wetu, ninakufahamu katika historia alitokea kwenye chama kingine, japo kilikuwa ni chama cha upinzani, lakini tayari alitokea kwenye chama kingine. Ninaweza kumzungumzia mara tu baada ya kuingia kwenye chama. Tunatambua michango yake mikubwa ambayo ameifanya kwenye taifa, hasa alipokuwa mwakilishi bungeni, lakini zaidi amekuwa na mchango mkubwa kwenye jamii kama wakili mwandamizi. Amesaidia jamii pana sana, hasa maeneo yaliyokuwa na changamoto, lakini misimamo yake ya sasa, hasa pale ambapo ameshikiliwa huko magereza ambako amepewa kesi ya kubambikwa, lakini anaonekana kuendelea kusimama thabiti na akitusisitiza tuendelee kuwa imara, akiamini ya kwamba yupo katika haki na hawezi kuyumbishwa, na atasimamia haki hiyo mpaka ipatikane bila kukubali kutuangusha au kutusaliti. Hicho ndo kitu ambacho nakiona kwake. Kwa hiyo bado na sisi wanachama, mimi binafsi naendelea kumwamini, kwa sababu hayo ambayo anapitia sio rahisi. Kuanzia kipindi toka amepigwa risasi, akaendelea kuvumilia kubaki kwenye chama ambacho kina heka, ikaja sasa amebambikwa kesi, na aliwahi kuwa na kesi nyingi zaidi ukiachana na hii ya sasa, lakini ni mtu ambaye mara zote amekuwa akiendelea kusimama kwamba yeye kile anachokiamini hatokibadilisha mpaka pale haki itakapopatikana.